As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Good evening na karibuni tena watazamaji, ili niendelee kuwajuza habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Kuna breaking news ambazo tunazipata kutoka mahakamani kuhusiana na uchaguzi ambao ulikuwa umepangwa kulingana na katiba yetu ufanyike mwaka ujao wa 2027. Lakini watazamaji wangu, hizi habari zimekuja kuwashtua Wakenya, zimekuja kuwashangaza Wakenya, kwa sababu kulingana na uamuzi ambao tunaupata ni kwamba uchaguzi utafanyika mwaka wa 2026 na sio hata mbali, ni mwezi wa 8. Wakenya mko tayari kushiriki kwenye uchaguzi? Kabla sijawafahamisha kwa kina watazamaji wangu kuhusiana na hizi habari ambazo tunazipata kutoka mahakamani, ningependa kukuomba uweze kulike hii video na pia uweze kushare, ndiposa iwafikie Wakenya wengine ama watazamaji wengine waweze kujua ya kwamba uchaguzi kwa njia moja ama nyingine huenda ukafanyika mwaka wa 2006. Na watazamaji, Waswahili walisema ya kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, na sasa anything is possible in Kenya watazamaji wangu. Leo mahakama watazamaji wangu iliwaamsha Wakenya na habari za kuwashtua, kwa sababu mbona ghafla uchaguzi wanasema ya kwamba unastahili kufanywa mwaka wa 2006 na sio mwaka wa 2007. Wakenya wamekuwa wakijiandaa, wamejitayarisha, mpaka hata wanasiasa wengi, hata presidential candidate wametegea pale mwaka wa 2027. Lakini ghafla unaona uamuzi ambao unatolewa siku leo kutoka mahakamani ni kwamba kulingana na katiba uchaguzi unastahili kufanywa mwaka wa 5, na wanasema kwamba uchaguzi wa 2022 haukuwa ufanyike huo mwaka, ulikuwa ufanyike mwaka wa 2021. Na kwa hivyo kama ungefanyika mwaka wa 2021 inamaanisha kwamba huu ndio ungekuwa mwaka wa uchaguzi hapa nchini Kenya, kwa sababu ndio ungekuwa mwaka wa 5 ambapo Wakenya wanastahili kurudi tena kwenye uchaguzi mkubwa. High Court rules presidential elections must be held in 5th year, meaning next poll is due on August 11, 2026. August 11, 2026 watazamaji wangu ni next week. Na ukiangalia kwamba kutoka sasa hivi leo tarehe 7 na tarehe 11 ni siku 4 ambazo IEBC, viongozi, presidential candidates, wabunge, maseneta, magavana wanastahili kujiandaa ili kushiriki kwenye huo uchaguzi. Wewe mtazamaji wangu, unaona kweli ili linaweza kuwezekana kweli? Hata mahakama ikisema uchaguzi utafanywa hiyo tarehe 11, unaona kweli Wakenya wamejiandaa vya kutosha? IEBC ipo tayari kuendesha ili zoezi kwa njia ambayo ni njia ambayo isiyo na fujo, njia ambayo ni ya amani, na uchaguzi ambao ni free and fair, kwa sababu ili swala watazamaji wangu sidhani kana kwamba Wakenya wanaweza kulikubali kabisa, kwa sababu hata Wakenya wengi hawako tayari kushiriki kwenye huu uchaguzi. Wengi wanasubiri pale mwaka wa 2027. Wewe mtazamaji wangu, kwa maoni yako unaona kweli endapo haya maamuzi yangefuatwa siku ya leo? Kwa sababu mahakama baadaye kama imekuja kugundua kwamba ilifanya makosa kutoa huo uamuzi na ikaweza kutupilia mbali ama ikasuspend, ili kuondoa hofu, ghasia na fujo ambazo huenda zikatokea. Kwa sababu endapo watazamaji wangu uchaguzi utafanyika hiyo next week, sijui kama kweli utafanyika kwa njia ambayo ni ya amani, kwa sababu vyama vitaharakisha kuchagua candidates, nani ambaye atakuwa president, nani ambaye atakuwa deputy president, vyama vitajipanga. So unaona it's very late mahakama kutangaza sasa hivi, ikiwa imebakia wiki moja, eti ya kwamba kuna uchaguzi. Kumekuwa na muda wa kutosha kuanzia 2022 mpaka sasa hivi. Mbona hawakupeana hiyo report, hawakutoa huo uamuzi mwaka wa 2023, mwaka wa 2024, ili Wakenya wajue watakuwa wanashiriki uchaguzi mwaka wa 2026 bali sio 2027? Unaona kweli watazamaji wangu, endapo mambo yataenda kama vile ambavyo mahakama ilikuwa inapendekeza, kweli huu uchaguzi ungeweza kufanyika? Unaona kweli kungekuwa na uchaguzi mwaka wa 2027
2026 ama Wakenya wangekataa na waamue kushiriki kwenye uchaguzi mkubwa pale mwaka wa 2027. Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment, mtazamaji wangu, na ningependa kukusomea kabla sija kuwekea hii video kutoka kwa Chief Justice Martha Koome akizungumzia na vile ambavyo judiciary imejipanga kuhusiana na vile ambavyo judiciary imejitayarisha ili kuendesha hilo zoezi pale mwaka wa 2007. Kuna ujumbe kutoka kwa Mugure Thande, ndio ambaye aliweza kutoa uamuzi siku ya leo. Kenya's next election should be held in August 2026, not the scheduled August 10, 2027. High Court declares Justice Mugure Thande suspends decision to avoid chaos and disruption. Baada ya kufanya huo uamuzi, aliharakisha kususpend ama kutupilia mbali ili kuavoid chaos. Watazamaji wangu, huo uchaguzi hauwezi ukafanyika virahisi hiyo tarehe 11 ya mwezi wa 8 kwa sababu tayari imeweza kufika. Kenyans are not prepared. Hata sidhani kama kuna mwanasiasa yoyote ambaye yuko prepared kushiriki kwenye huo uchaguzi wa hivi karibuni tarehe 11 Agosti. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Chief Justice Martha Koome akizungumzia vile ambavyo judiciary pamoja na tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC wanastahili kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa free and fair na Wakenya wapewe viongozi ambao watakuwa wanawachagua, bali sio viongozi wa kulazimishwa. Kabla sija kuwekea video, mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. As we look ahead to the 2027 general elections, the National Council on the Administration of Justice must continue early preparations. Election preparedness extends beyond electoral management. It encompasses the readiness of the entire justice sector to uphold constitutionalism, the rule of law, to protect the rights, especially of the vulnerable, to manage disputes efficiently, and preserve public confidence in the rule of law. I encourage the NCAJ Election Preparedness Committee to continue providing leadership in facilitating coordinated planning among all our justice sector institutions. It is extremely critical for our country that we put in place all our resources, all our laws and structures, all the processes that are in place, the individuals and institutions to have their capacity built, to have upskilling, and even the Law Society of Kenya. One of our sub-themes in the annual conference we'll be having next month is on election preparedness, because we want all professionals to be able to play their actual role to ensure free and fair and verifiable elections. Watazamaji, kwa kweli ni uamuzi ambao ulikuwa umewashtua wa Kenya. Ni uamuzi ambao mpaka sasa hivi Wakenya hawaamini ya kwamba mahakama inapendekeza ama kulingana na katiba uchaguzi ungekuwa unafanyika mwaka wa 2026. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, lakini msikuwa na wasiwasi kwa sababu baadaye huo uamuzi uliweza kutupiliwa mbali, kumaanisha kwamba uchaguzi utakuwa unafanyika 2027 na sio mwaka wa 2026 kama vile ambavyo ilikuwa imetolewa uamuzi hapo awali na mahakama. Kwa hivyo nakomea hapo watazamaji, lakini sijui nyinyi mmeendelea kujiandaa vipi tunapoendelea kujipanga kurudi tena kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027 bila former Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa kweli huu utakuwa ni uchaguzi ambao utakuwa ni tofauti, na sijui nyinyi wa Kenya mmejipanga vipi raundi hii bila Raila Amolo Odinga. Mnaona ni nani ambaye atakuwa anaipeperusha hii bendera ya the United Opposition? Ni nani ambaye atakuwa anapewa presidential candidate ili kupambana na William Samoei Ruto pale mwaka wa 2027? Mnaona ni Edwin Sifuna, mnaona ni Rigathi Gachagua, ni Kalonzo, ni Fred Matiang'i, ama mnapendekeza nani aweze kuwa flag bearer kwenye upande wa the United Opposition? Na kwa hapo watazamaji, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section, na kabla sijatamatisha ningependa kukukumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics
kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msena bado watazamaji, nitakuwa nije vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.